Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Juni 7, mafundisho ya Yesu rahisi lakini yenye mamlaka. Kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Mathayo 7 mstari wa 29. Tufumbe macho tuombe tunapoanza somo letu. Asante Baba kwa kutuamsha salama. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba uongozi wa Roho yako mwema akituongoza sawa sana mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Yesu alikaa Kapernaumu katika mapumziko ya safari zake, na ulijulikana kama mjini kwao. Ilikuwa ni njia nzuri kwa safari. Watu wengi walipitia katika mji wa Kapernaumu au walipumzika hapo walipokuwa katika safari. Hapo Yesu aliweza kukutana na watu wa makabila na mataifa mbalimbali na watu wa kila hali. Mafundisho yake yaliweza kuenezwa mahali mbalimbali na watu walioyasikia. Uchunguzi wa unabii uliwataharukisha wote waliohusika. Watu walivutwa kumfikiria Mwokozi na kazi yake ikajulikana duniani. Licha ya hatua ya Sanhedrin dhidi ya Yesu, watu walisubiri kwa shauku maendeleo ya kazi yake. Mbingu yote ilikuwa macho kutazama kinachoendelea. Malaika walikuwa wakitayarisha njia kwa ajili ya kazi yake, wakigusa mioyo ya watu na kuwavuta kumwelekea Mwokozi. Katika Kapernaumu, yule mwana wa diwani ambaye aliponywa na Yesu alikuwa shahidi wa uwezo wake, na yule mkuu wa mahakama pamoja na nyumba yake walishuhudia kwa furaha imani yao. Ilipojulikana kuwa mwalimu alikuwako kati yao, mji mzima ulitaharuki. Makutano walikusanyika kwake. Siku ya Sabato, mkutano mkubwa ulikusanyika katika sinagogi mpaka idadi kubwa kurudi kwao kwa kukosa nafasi ya kuingia. Wote waliomsikia Mwokozi wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Luka 4 mstari wa 32. Yesu hakuhangaika na mada za mafarakano miongoni mwa Wayahudi. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kuifundisha kweli. Maneno yake yalimulika nuru katika mafundisho ya wazee na manabii. Watu wakaona ukweli uliomo kama ufunuo mpya. Watu walikuwa hawajawahi kutambua maana ya maneno ya Mungu kama walivyotambua kwa mafundisho ya Yesu. Yesu alikutana na watu katika hali zao, kama mtu ambaye alikuwa anayajua mahangaiko yao. Yesu aliupamba ukweli wa neno la Mungu kwa njia ya kulinganisha na hali halisi ya watu kwa njia fupi. Lugha yake ilikuwa safi, dhahiri, kama maji yatiririkayo. Sauti yake ilikuwa sawa na wimbo mtamu ikilinganishwa na ya marabi. Lakini huku mafundisho yake yakiwa rahisi, alinena kama mwenye mamlaka. Sifa hii iliyotofautisha mafundisho yake na ya walimu wengine wote. Marabi walinena kwa kusitasita, wakiwa na mashaka, kana kwamba maandiko yanaweza kutafsiriwa kumaanisha kitu fulani au kinyume chake kabisa. Wasikilizaji kila siku walihusishwa katika hali ya mashaka makubwa, lakini Yesu alifundisha ukweli bila shaka yoyote.
Fundisho lolote alilofundisha alilinena kwa mamlaka, kana kwamba hakuna mtu ambaye angeyapinga maneno yake. Mungu alifunuliwa katika kila mada. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza, ukurasa wa 226 hadi ukurasa wa 227. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 7, mafundisho ya Yesu rahisi lakini yenye mamlaka. Tufumbe macho tupate kuomba tunapohitimisha somo letu. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha kuifahamu kweli yako na mafundisho yako rahisi katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba Baba ukazidi kujifunua katika maisha yetu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu